Lakini kuhusu dalili za macho, dalili za magonjwa ya macho, ni dalili zipi hasa ambapo mtu anatakiwa akiziona awahi hospitalini kwa haraka? Upande wa dalili ninaweza kuziweka kwenye mawili matatu. Kundi la kwanza, kuna zile dalili ambazo tunasema ni zile za awali. Dalili za awali, kwa mfano, kuna mtu anaweza kawa anapata ile hali ya kuwashwa kwa macho. Kama umeweza kugundua macho yanawasha, unaweza kufika kwa mtaalamu akaangalia nini sababu ya macho kuwasha. Namba mbili, dalili nyingine, mtu anaweza kana sikia kama macho yana mchanga. Tunaangalia lakini hakuna mchanga unaoonekana. Kwa hiyo pia ni dalili moja hapo kwamba jicho huenda lina kitu ambacho kiko kwenye macho unahitaji msaada, kinachokufanya unakuwa unasikia kama mchanga. Dalili nyingine kutoka kwa machozi, yani jicho linakuwa linatoka machozi pasipo kukatika. Dalili nyingine ambayo mtu anapaswa kufika ni kwamba anapata kichwa kinamuuma. Ni maumivu ya kichwa ambayo wengi ambao kwa experience ambao nakutana nayo anakuambia, nimetoka kupima malaria, nimepima UTI lakini bado kichwa kinaniuma. Sawa? Kichwa pia kinasababisha maumivu ya kichwa pia inaweza kuwa ni dalili moja hapo katika magonjwa ya macho. Lakini dalili nyingine ni maumivu makali maeneo ya jicho. Unakuwa unasikia jicho linauma. Lakini dalili nyingine ni kuona uono wa ghafla. Yaani kuna ile dalili ambayo ni hatari zaidi, unakuta leo nimeamka alafu sioni. Kwa hiyo pale unatakiwa immediate ufike kwa mtaalamu wa macho. Aweze kuangalia ni kwa nini jana ulikuwa unaona leo hauoni. Lakini pia uono hafifu na yenyewe ni moja ya dalili ambazo jamii au mtu yeyote anaweza kafika kwenye kituo cha kutolea huduma akaweza kupata huduma.